Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mashambulizi yanaendelea kusikika huko Tel Aviv nchini Israel baada ya Israel kugundua makombora yaliyotoka nchini Iran. Iran inaendelea kuiwasha moto Israel kwa makombora mazito licha ya kwamba inashambuliwa vibaya. Mwandishi wa habari wa AFP alisikia milipuko mitatu katika eneo la Tel Aviv siku ya leo ya Alhamisi baada ya jeshi la Israel kutangaza kuwa limegundua makombora yaliyorushwa kutoka Iran. Muda mfupi uliopita, IDF iligundua makombora yaliyorushwa kutoka Iran kuelekea katika nchi ya Israel, huku mifumo ya ulinzi wa anga ikifanya kazi kuzuia tishio, jeshi lilisema. Jeshi la Israel linaendelea na mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kuhakikisha linajilinda vyema na makombora ya Iran. Hata hivyo, taarifa zinasema kwamba zaidi ya watu 4,000 wamejeruhiwa kutokana na mashambulizi yanayofanywa katika nchi hiyo ya Kiyahudi ya Israel. Takribani wa Israel 4,000 walijeruhiwa tangu kuanza kwa vita na Iran, na hii ni taarifa rasmi iliyotoka katika Wizara ya Afya ambayo imeeleza. Katika taarifa kwenye mtandao wa kijamii wa X wa Marekani, wizara hiyo ilisema majeruhi 3,924 wamerekodiwa tangu ongezeko hilo kuanza kufuatia mashambulizi ya Iran. Iliongeza kuwa watu 79 wamesalia hospitalini. Lakini pia hadi sasa Israel imetangaza watu 15 tu tangu kuanza kwa vita hivyo wameuawa. Mashambulizi yanaendelea kutoka kila maeneo huko katika taifa la Kiyahudi, wakati ambapo Iran inaendeleza mapambano dhidi ya Israel pamoja na Marekani. Hezbollah nayo imeendeleza mashambulizi katika taifa hilo la Kiyahudi. Hezbollah imefanya mashambulizi ya roketi kwenye makazi ya Israel ambayo ni ya watu wa Palestina. Vifaru vyao vimefanya kazi kwa kufanya mashambulizi hayo huku kukiwa na ongezeko la vita katika eneo hilo. Hezbollah imedai kushambulia kwa makombora makazi haramu ya Israel na vifaru 6 siku ya leo Alhamisi, huku mashambulizi ya kuvuka mpaka kati ya kundi la Lebanon na Tel Aviv yakiendelea kupanuka. Katika taarifa, kundi hilo limesema kuwa lilirusha makombora mawili katika makazi ya Kiryat Shimona kaskazini mwa Israel bila kutoa maelezo zaidi. Hezbollah ilisema wapiganaji wake pia walipiga vifaru 6 vya Merkava kwa makombora ya kuongozwa katika eneo la Bidar al-Faqani huko Taibe kusini mwa Lebanon katika mapambano dhidi ya Israel kupitia jeshi lao la IDF. Hata hivyo, mapambano yanaendelea katika maeneo mbalimbali ambapo Israel inaendeleza mashambulizi katika taifa la Kiajemi la Iran, lakini pia katika maeneo ya Lebanon. Israel imesema pia kwamba imeshambulia katika maeneo ya viwanda vya gesi vya Iran, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba hakufurahishwa na mashambulizi hayo, lakini pia hakufurahishwa na mashambulizi ya kujibu yaliyofanywa na Iran huko nchini Qatar. Viwanda vya gesi huko Qatar vimeshambuliwa vibaya na majeshi ya Israel, huku mataifa mbalimbali yakilani kitendo hicho kilichofanywa na Iran. Hata hivyo, jeshi la IRGC likishirikiana na kundi la wapiganaji la Hezbollah wameendeleza mashambulizi yao katika maeneo mengine, hasa kaskazini mwa Israel. Iran ilirusha makombora kaskazini mwa Israel huku Hezbollah ikirusha roketi kando kulenga eneo moja. Jeshi la Israel limeeleza zaidi huku ving'ora vikisikika katika maeneo hayo. Jeshi hilo limesema mifumo ya ulinzi wa anga ilijaribu kuzuia makombora ya Iran na kuwataka wakazi kupata hifadhi. Channel 12 ya Israel imeripoti mawimbi mawili ya makombora yaliyorushwa kutoka Iran takribani nusu saa tofauti, ikisema yalitoa katika maeneo ya wazi, lakini maeneo mengine yanadaiwa kushambuliwa vibaya na yanaonekana kuwa ni magofu wakati huu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.